Wapenzi ndugu zangu, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye amezivuta umri zetu mpaka tumeikaribia mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao umejaa kheri nyingi ndani yake, zingine ambazo tunaziona kwa macho na nyingine hatuzioni, na kuna nyingine Mwenyezi Mungu peke yake ndo anayejua nini amemwandalia huyu aliyofunga. Mimi na wewe mpaka sasa hivi tumejiandaa kiasi gani na tumejikaribisha kwa Mwenyezi Mungu kiasi gani? Ikiwa wema waliotangulia walikuwa wanajiandaa kwa ajili ya Ramadhani miezi 6 kabla, wanajiandaa kwa kuzidisha zile ibada ambao walikuwa wakizifanya, kwa kusali sala 5 kwa jamaa msikitini, kwa kufunga saumu za sunna, kwa kusoma sana Qur'an, kwa kuamka tahajjud, kwa kutoa sadaqa na kuleta adhkar na kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuwatendea wema wazazi wawili, na kuamrisha mema na kukataza maovu. Hata ile Ramadhani inapoingia, ile joto ya ibada inakuwa ndani ya damu yao. Wewe na mimi ndugu zangu, mpaka sasa hivi tuko wapi? Tumejiandaa kiasi gani katika musimu uliokuwa mkubwa katika mwaka ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuna matarajio makubwa kwamba atatupatia fursa hii? Na kuelezea maandalizi ya Ramadhani kwa khutba moja ndugu zangu haitoshi, lakini inshallah nitagusa hapa na pale, ili kila mmoja wetu atakapotoka hapa apate kujua anafaa kujiandaa vipi katika kuweza kuikaribisha mwezi wa Ramadhani na kujiandaa kwa ajili ya Ramadhani. Maandalizi ya kwanza ndugu zangu ni kila mmoja wetu atubie madhambi yake. Mwenyezi Mungu anasema, watubu ila Allahi jami'an ayuha almu'minun la'allakum tuflihun, natubieni kwa Mwenyezi Mungu nyinyi nyote kwa pamoja, enyi waumini wa kweli. Hii aya inawahutubia na kuwazungumzia watu ambaye ni waumini wa kweli, wanaambiwa watubie madhambi yao. Wale waislamu wa kawaida wanafaa kutubia vipi? Ndo kabisa maana yake nitakana watubie zaidi. Ndo pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, enyi mlioamini nyie, tubieni kwa Mwenyezi Mungu toba iliyokuwa ya kisawasawa. Imam Ibn Kathir anasema, wa taubatan nasuha alla ta'ud ila dhanb, na toba ya kisawasawa ni mtu kutia azma kuanzia sasa kwamba mimi sitorudia tena madhambi. Unajua katika masharti ya toba ni 4 ndugu zangu. Sharti ya kwanza, uyajutie yale madhambi ambayo uliyafanya. An-nadamu tauba, mtu kujuta peke yake, hiyo ni toba mbele ya Mungu. Ukamwambia Mwenyezi Mungu, kwa kweli nilifanya mambo za kijinga, nilikosea Mungu wangu, sikutumia akili, na kuomba unisamehe Allah. Na unapoomba msamaha kwa majuto, uyataje angalau hata katika moyo wako ni nini ambao unatubia hapa, ili upate kujirudia ndani ya moyo wako, ujue kwamba hicho kitendo ulichofanya mimi sitokurudia tena. Kisha ujivue, uache ile madhambi ambayo unayafanya. Si wewe leo unataka kufua kanzu nyeupe ndani ya matope, itasafika vipi? Kisha utie azma kwamba mimi sitorudia tena, maisha yangu yote nimewacha, kuanzia sasa sitoirudia tena. Na sharti ya 4, ikiwa kuna haki za watu umewadhulumu au umewafanyia mabaya, ikiwa kurudisha haki zao na wewe kuwaomba msamaha haitoleta madhara, basi nenda ukamuombe msamaha uliomkosea kabla ya siku ya Kiyama, siku ambayo itakuwa hakuna mtu kukodisha wakili wala kuhongana. Ni matendo yako ndo ambayo itachukuliwa, watapewa watu yale matendo mema, na maovu yao utatupiwa wewe, kisha utatupwa ndani ya moto wa Jahannam. Na ni kwa nini toba inakuja mwanzo ndugu zangu katika maandalizi ya Ramadhani? Ni kwa sababu maasi ndio ambayo inatuweka mbali na Mola wetu ndugu zangu.
Maasi ndio inamfanya mtu anashindwa kuamka katika salati alfajiri. Maasi ndio ambayo inamfanya mtu anashindwa kusoma Qur'an, anashindwa kufunga saumu za sunna, anaona nikifunga hapa itaniharibia starehe zangu mimi. Maasi ndugu zangu, maasi ndio ambayo inamtia mtu hofu. Maasi ndio ambayo inamzeesha mtu kabla wakati wake. Unamuona kijana wa miaka 25, 30, uso imeshachapa tayari, utafikiri mzee wa miaka 80. Na lao huyu kijana anaoa, mke wake anapata ujauzito, anapojifungua mtoto anatoa mtoto na sura za kizeezee. Hujawahi kuwaona watu wanawake wanazaa mtoto na tayari sura yake ni mzee? Maasi ndio ambaye anafanya mambo haya. Maasi ndio ambaye inampatia adui yako nafasi juu yako, na wewe unaendelea wala huoni. Walipita watu wengi katika mambo ambayo unayafanya wewe sasa hivi ndugu yangu. Kuna watu walipitia hiyo njia, mwisho wao ilikuwaje? Wewe unaendelea tu wala huoni kwamba hichi kitu kinakuharibia uhusiano wako na Mungu wako, kinahatarisha janna yako, na wewe unaenda tu wala utumie hata akili ya kuzaliwa. Ndugu zangu, katika maandalizi ya Ramadhan ambaye kila mmoja wetu anafaa kujiandaa nayo kuanzia leo na kuanzia sasa, ni tumuombe Mwenyezi Mungu sana atufikishe mwezi wa Ramadhani kwa salama, kama walivyofanya wema waliotangulia wakimwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma ballighna li Ramadhan. Mwenyezi Mungu, tunakuomba utufikishe Ramadhani. Wamepatikana baadhi ya watu katika watu wema wakimwambia Mwenyezi Mungu kabla ya Ramadhan, wanamwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma sallimna li Ramadhan wa sallim Ramadhana lana wa tasallamahu minna mutaqabbala. Mwenyezi Mungu, tunakuomba utufikishe katika mwezi wa Ramadhani kwa salama, na uifikishe Ramadhani kwetu sisi katika hali ya salama, na utuwezeshe kuyafanya matendo mema ndani yake, na utukubalie katika hali ya salama. Na sisi sote tulokaa hapa tunayo matarajio makubwa kwamba inshallah Ramadhani ya mwaka huu Mwenyezi Mungu atatupatia nafasi nyingine. Semeni amin ndugu zangu. Kila mmoja wetu ana matarajio hayo, lakini wema waliotangulia wanatugawa sisi ambayo tunamuomba Mwenyezi Mungu atufikishe salama katika mwezi wa Ramadhan katika mwaka huu, mwaka 1446 Hijria. Wametugawa makundi manne. Sikiza kwa makini sana ndugu zangu. Sisi ambayo tunamuomba Mwenyezi Mungu atufikishe salama katika mwezi wa Ramadhani ya mwaka huu, wema waliotangulia wametugawa makundi manne. Kundi la kwanza, kuna watu miongoni mwetu hapa na dunia kwa ujumla wanamuomba Mwenyezi Mungu awafikishe salama katika mwezi wa Ramadhan, lakini hii Ramadhani hawatoifika. Hii nafasi hawatopewa tena. Kuna watu walishafariki miezi 6 kabla, wengine miezi 5, wengine miezi 3. Kuna watu wataondoka hapa duniani bado siku 10 kufika Ramadhani. Wengine wataondoka bado siku 3, wengine bado siku 2. Kuna watu miongoni mwetu hapa hakuna anayejua ni nani wataondoka duniani bado siku 1 kuingia Ramadhani. Na kuna watu miongoni mwetu hapa wataondoka duniani, maana yake watafariki itakapotangazwa mwezi wa Ramadhani. Kama vile ulivyoona mwaka zilizopita ndugu zangu, na mwaka uliopita, kuna wengi hawakuifika Ramadhani. Na hii ndio hivyo hivyo ndugu zangu, kuna watu miongoni mwetu tayari mambo yao imeshapangwa na wao wenyewe hawana habari. Kundi la pili ni watu miongoni mwetu wanamuomba Mwenyezi Mungu awafikishe salama katika mwezi wa Ramadhani, na wataifika Ramadhani na wataifunga Ramadhani, lakini hawatomaliza. Kuna watu katikati yetu hapo watafunga Ramadhani siku 1 tu na wataondoka duniani. Kuna wengine watafunga siku 2, wengine watafunga wiki 2, siku 20, almuradi hii Ramadhani hawatoimaliza. Kama vile ulivyoona katika mwaka uliopita na miaka zilizopita, tuliwazika wengi ndani ya Ramadhani,
Na ndo hivyo hivyo, kuna watu miongoni mwetu hapa sanda yao imeshashonwa tayari na kaburi yao imeshachimbwa, na wao wenyewe hawana habari kwamba Ramadhani hii ndio siku yao ya kuondoka duniani. Kundi la tatu ni wale miongoni mwetu ambao wanamuomba Mwenyezi Mungu awafikishe salama katika mwezi wa Ramadhani, na wataifika Ramadhani na watafunga Ramadhani mpaka mwisho, na watakula Idi na familia zao, na watafunga saumu ya 6, lakini Ramadhani ya mwaka ujao hawatokuwepo hapa tena. Hii kwa wengine wetu itakuwa na nafasi yao ya mwisho, kama vile tulivyoona katika miaka zilizopita. Kuna watu ambayo tulikuwa nao Ramadhani ya mwaka jana na mwaka huu hawapo, na wengine hawatokuwepo, na ndo hivyo hivyo. Kuna watu miongoni mwetu watakuwepo mpaka mwisho, lakini mwaka ujao hawatokuwepo hapa tena. Lakini kundi la 4 ni watu miongoni mwetu ambao wanamuomba Mwenyezi Mungu awafikishe salama katika mwezi wa Ramadhani, na wataifika Ramadhani na watafunga Ramadhani mpaka mwisho, na watakula Idi na familia zao, na watafunga saumu ya 6, na Ramadhani ya mwaka ujao bado watakuwepo tena. Sasa katika makundi manne haya hakuna anayejua miongoni mwetu nani amepangiwa nini katika orodha ya kundi gani katika makundi manne haya. Katika watu ambaye hawatoipata hii Ramadhani, ama ni wale ambao watakaoipata Ramadhani hii na hawatoimaliza, ama ni wale ambao watakaimaliza lakini hawatoipata mwaka ujao, hawatokuwepo mwaka ujao, ama ni wale ambaye bado mwaka ujao watakuwepo tena. Hakuna anayejua hiyo. Na lau kila mmoja wetu anaulizwa hapa, ndugu zangu, katika makundi manne haya ungependa kuwa katika kundi gani wewe? Bila shaka kila mmoja wetu atajibu, atasema ningependa kuwa katika kundi la 4. Maana yake mwaka ujao pia niwepo, lakini hakuna anayejua hiyo. Ndio unaona ndugu zangu, unapoipata nafasi kama hii tena, itumie kana kwamba ni nafasi yako ya mwisho, haitorudi tena katika maisha yangu. Unajua sisi wengi wetu hapa ndugu zangu tumefunga Ramadhani nyingi sana. Wengine wetu hapa tumefunga Ramadhani 50, wengine Ramadhani 60, wengine Ramadhani 70, wengine Ramadhani 40, mpaka mwezi wa Ramadhani imekuwa ni mwezi wa kawaida tu. Tunaona ni mambo ya kawaida haya, yanakuja yanaondoka, yanakuja yanaondoka, mimi na wewe tuko pale pale tu. Kumbe hatujui tumepangiwa nini baada ya masiku chache kutoka sasa hivi. Usijione wewe ni kijana mdogo sana, bado una nguvu, wewe huna maradhi yoyote, hujafika uzeeni, ukachukulia kwamba hichi ndio kipimo cha kumpima naye mtu kuendelea kuishi katika dunia hii. Mtu kuwa kijana barobaro na mzima wa afya si ishara kwamba ataendelea kuishi, na mtu kuwa mgonjwa mahututi, yeye mwenyewe ni mzee mkongwe, si ishara kwamba atakufa. Wa kam min sahihin mata min ghaflatin, wangapi walikuwa ni watu wazima na afya zao wakaondoka duniani ghafla. Wa kam min maridhin asha hina dahrin, na ni wangapi walikuwa ni watu wagonjwa mahututi wakaishi miaka na vikaka. Ndio unaona ndugu zangu, Saidina Ali radhiallahu anhu ana maneno mazito sana ameyataja kuhusiana na masala haya. Saidina Ali anasema, ya man bidunyahu shaghal wa gharrahu tulul amal, al-mautu ya'ti baghtatan والقبر صندوق العمل. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يا غافلا أين العمل، يا غافلا أين العمل،
المال غرك والأمل أجدادنا كل الرحل هل لا تذكرت الأجل هل لا تذكرت الأجل يا غافلا أين الهمم يا غافلا أين الهمم اعكف لربك لا تنم أين الخلائق والأمم لله عاد لا جدل لله عاد لا جدل. Sayyidina Ali anasema, ewe yule ambaye dunia yako hii unaikimbiza kupita kiasi, unaishughulikia hii dunia kupita kiasi, mali yako imekughuri na ukaona kwamba wewe utaishi milele katika dunia hii, pata kujua mauti inakuja ghafla, na kaburi ni sanduku ya matendo yetu. Ewe uloghafilika wewe, iko wapi matendo mema ambayo Mola wako anatarajia kwako wewe? Iko wapi? Babu zetu wameshaondoka duniani ndugu zangu. Baada ya kuondoka wazee wetu, haija kuijia mawazo kwamba iko siku mimi vile vile kuna ajali na ningojea hapa duniani, na hii ajali haitakuwa ni ajali ya kawaida. Ewe uloghafilika, iko wapi bidii na himma ya kumkaribia Mola wako? Fanya itikaf kwa ajili ya Mola wako, wala usilale lale ovyo. Wako wapi viumbe na nyumati kwa kweli kwa Mola wao wamesharejea? Na mimi na wewe, ni lini tutarejea kwa Mola wetu, katika hali gani? Hakuna ambaye anayejua hiyo. Ndugu zangu, tuweke mikakati katika Ramadhani hii kana kwamba ni Ramadhani yetu ya mwisho, huenda isiweze kurudi katika maisha yetu. Itumie hii fursa ya dhahabu ndugu zangu, na yote haya yataka mipango kuanzia sasa. Usione kwamba yamebakia siku 14 ukasema nimeshapitwa na wakati. Unaweza ukajipanga na kujipinda kuanzia leo, na ikaweza kumwokoa mtu, kama walivyosema Waingereza, last minute can save a man. Dakika za mwisho zinaweza kumwokoa mtu. Kuanzia leo tubia madhambi yako. Kuanzia sasa ndugu yangu, hakikisha kwamba swala zote 5 na swali msikitini. Soma Qur'ani angalau juzu moja kwa siku. Leta istighfar, leta tauba. Amka usiku wa manane usali, toa sadaka. Hata Ramadhani inapoingia, ile joto ya ibada inakuwa ndani ya damu yetu. Kwa nini sisi wengi wetu hapa Ramadhani inapoanza tunaanza na nguvu sana, alafu kila Ramadhani ikielekea tunaanza kuonekana tumechoka? Kwa sababu maandalizi haikuwa sawa. Intakana tuanze kwa nguvu na tumalize kwa nguvu zaidi, kwa sababu kheri ya Ramadhani yote inapatikana mwisho wa Ramadhani. Ndio unamwona Bi Aisha radhiallahu anha anasema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha dakhala ashrul awakhir shadda mi'zarah wa ahya layla wa ayqadha ahlah. Mtume sallallahu alayhi wasallam ilipokuwa inafika 10 ya mwisho Ramadhan, sasa ndo walikuwa na kaza mkanda. Maana yake sasa ndo ibada inaanza, na akihuisha usiku ilikuwa halali katika 10 ya mwisho Ramadhan, na vile vile akiamsha jamii yake na familia yake. Leo sisi ikimalizika wiki ya Ramadhani tu tunaonekana tumeshaanza kuchoka. Ile bidii ambayo tulikuwa nao mwanzo hamna tena. Swala ya jamaa inapungua, tarawih inapungua, Qur'ani watu hawasomi tena, wanabakia kuhesabu masiku kwa sababu maandalizi haikuwa sawa ndugu zangu. Na kuanzia sasa ndugu zangu, leo hii tupange mikakati maalum katika mwezi hii ya Ramadhan, namna mimi na wewe tutakavyoweza kuisoma Qur'an. Wema waliotangulia kina Imam Malik rahimahullah na wengineo
ilipokuwa inaingia mwezi wa Shaaban, wakifunga makazi yao mpaka baada ya Ramadhan, na wakifunga darsa msikitini mpaka baada ya Ramadhan. Sasa wanajishughulisha kusoma sana Qur'an na kufunga saumu za sunna na salati aljamaa, sunna, swala za sunna na mengineo kama haya, hata mpaka baada ya Ramadhan. Qur'ani ndugu zangu, tuweni karibu nayo sana kuanzia sasa. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambaye Qur'ani iliteremshwa ndani yake. Kwa hivyo tuikaribie sana Qur'ani ndugu zangu, na kuanzia leo ikiwa hujaanza basi anza, na ule ambaye hajui kusoma Qur'an ajifundishe kusoma Qur'an. Walimu wamezagaa, wamejaa kila mahali. Wewe leo vipi utakuwa Muislamu wa sawa ikiwa Qur'ani hujui kusoma? Kama alivyosema Imam Ahmad bin Hanbali, al-Qur'an huwa ar-ruhu alladhi yuharriku al-ummah, Qur'ani ndio roho ambayo inaipeleka hii umma mbele. Bila Qur'ani ndugu zangu, sisi sote hapa ni mayit, tumeshakufa. Unamuona mtu anaishi, anakwenda, anarudi, anapanda, anashuka, anakula, analala, lakini ni maiti hiyo inatembea katika ardhi, kwa sababu hana Qur'ani katika maisha yake. Na ndio unaona hapa ndugu zangu, hii Qur'ani iliteremshwa katika mwezi wa Ramadhan. Ramadhani ikawa ni mwezi bora kuliko miezi yote, na ikateremshwa katika usiku wa Lailatul Qadri. Lailatul Qadri ikawa ni usiku bora kwa mwaka kuliko usiku zote, kwa sababu ya Qur'an. Iliteremshwa jumlatan wahida kutoka katika lauhi al-mahfudh ila samai dunya, ikiwa kamili namna unavyoisoma.